ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أما بعد يخشوا الله سبحانه وتعالى نكمتكي رحمة ونمتم محمد صلى الله عليه وسلم. tunaendelea na darasa yetu ya kitabu cha Fathul Muin katika mlango wa saumu, na sasa hivi tuko katika saumu at-tatawwu, saumu za sunna. Tukaelezwa katika darasa tulioishilia kwamba mtu anasuniwa tena kwa kutiliwa mkazo kabisa kufunga siku ya Arafa. Ikaelezwa siku ya Arafa na ni lini na inafungwaje. Ukawa na mapendekezo kwamba ukiweza hata kufunga siku ya 8 alafu ndio ufunge na ya 9, lakini kukawa na mapendekezo zaidi ya kwamba kuzifunga zile siku 8 zote pia itakuwa ni zaidi ya ubora. Wa yaumi Ashura, ambayo itakuwa ni ni maatufu na ala yaumi Arafa, aliposema wa yusannu mutaakidan saumu yaumi Arafa. Kwa hapa akisema wa yaumi Ashura, maana yake yusannu mutaakidan saumu yaumi Ashura. Wa yaumi Ashura, na siku ya Ashura, wa huwa ashirul Muharrami, nayo ni siku ya 10 ya mwezi wa mfungo 4. Mfungo 4 mwezi uliokuwa baada ya Dhulhijja, baada ya mfungo 3. Una saumu inaitwa saumu ya Ashura, lakini pia ipo nyingine inaitwa Tasua. Ni siku mbili hizi katika mwezi huo, siku ya 9 na siku ya 10 zinatakiwa kufungwa, japokuwa watu wengi wanaujua mwezi wa Muharram na wanazijua hizi siku 10 kama vile mashia wanavyofanya. Lakini hata kabla ya ushia haujaingia kwenye maeneo haya, hii siku 10 za mfungo 4 zilikuwa zikijulikana. Watu wanaotaka kufanya ndoa katika mwezi wa mfungo 4 walikuwa wakitangaziana ngoja liishe 10 la Muharram. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinafahamika kabisa kwamba siku 10 za mwanzo za mfungo 4 zina jambo lake. Kwa hiyo miongoni mwa hayo ni kufungwa. Kwa hii kufunga sina hakika nayo sana kwamba watu wanaichukuliaje, kwa sababu katika saumu ambazo zimezoeleka humu, saumu hizi za wiki mara 2 kwa maana ya Jumatatu na Alhamisi, hizi zimezoeleka, ni maarufu. Lakini saumu pia za kwa mfano nisfu Shaabani inafungwa, watu zikuwa wamezoea kuita jina la saumu nyeupe, si nyeupe au nyeupe, lakini walikuwa wanaita kwa hilo jina. Ashiria mbali zile siku 3 za kila mwezi za ayyamul bid na ayyamu as-sud, siku nyeupe na siku nyeusi. Lakini hii ilikuwa imebeba jina maalum, bila shaka kama sio saumu ile ya na hiyo ya nisfu Shaaban, ilikuwa imebeba jina la hiyo saumu. Watu wanasema kuna funga nyeupe, lakini walikuwa wanaikusudia sana ile na nyeupe hiyo. Umeona mzee wetu anatukumbushia hapa kwamba iko na inatumika kwa jina hilo. Sasa lakini saumu ya Ashura kidogo naona kama haina mashiko sana kwenye masikio ya watu, lakini huku katika wanaita arrangement, na mara nyingi napenda kusema hivyo kwamba kukiwa na vitu vinaorodheshwa, wewe angalia ile namba yako na mangapi. Kwa hiyo kadri kitu kinavyotangulia kwenye kuorodheshwa, basi aghlabu itakuwa na uzito wake pia unakuja hivi. Kwa hiyo ametuambia ni sunna mtu kufunga saumu ya Arafa. Alipotuingiza kwenye mlango wa funga za sunna, ametutajia saumu ya Arafa, kisha akatuambia saumu ya Ashura. Kwa hiyo ingetakikana basi katika mapokezi yetu tuipokee saumu ya Ashura kama namba 2 miongoni mwa saumu za sunna. Ikitoka Arafa kwa ubora inakuja Ashura, kisha ndio zitakuja nyingine. Kwa mtiririko huu imezishinda mpaka zile 6, imezishinda mpaka zile siku za wiki. Kwa hiyo
al-Islam badaa ghariba, innal Islam badaa ghariba wa sayaudu ghariban kama bada. Uislamu umeanza ukiwa mgeni na utaondoka ukiwa mgeni kama ulivyoanza. Maana yake ni kwamba katika Uislamu kila siku utapata jambo ambalo kumbe kuna hili nalo, ndio maana. Kwa hiyo Muislamu kazi yako ni kupokea lile ambalo lilikuwa kwako limejificha, leo limekudhihirikia. Kwako ulikuwa uliona la kawaida, leo limekuja likatajwa na uzito. Ndio maana ya Uislamu kuwa kila siku bado ni mgeni. Muislamu ni kujipanga sasa kuupokea Uislamu kwa ugeni wake. Kikubwa tu angalie unapokea wapi. Mtu akasema basi kama ni hivyo ndio maana watu wametuletea mageni. Hapana. Tusije tukawa tu wepesi wa kupokea kwa sababu tumeambiwa kuna ugeni. Kwa hiyo saumu ya Ashura ambayo ni siku ya 10 ya Muharram, li'annahu yukaffiru sanata almadhiya, nao pia vile vile ukifunga siku hiyo mafadhila zake ni kufuta makosa ya mwaka uliopita, kama fi Muslim, kama ilivyo katika sahihi Muslim hadithi hiyo. Watasua na tasua wa huwa tasiuhu, nayo ni siku ya 9 ya mwezi wa Muharram, li khabari Muslim, kwa hadithi ya Muslim vile vile ambayo imeelezea jambo hilo. Hadithi ya Muslim inasemaje? La in bakhitu ila qabili, nikibakia paka mwaka ujao, la asumanna tasi'a, nitafunga siku ya 9 ya Muharram. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia maswahaba wake kwamba kama Mungu ataniwezesha kunipa uhai paka mwakani niwe niko hai, nitafunga saumu ya Tasua, nitaifunga hii. Na hapo alizungumza, ina maana ni mwezi ushapita huu wa Muharram na Muharram mwingine haujaja. Kwa hiyo akawa ameweka azma Mtume kuja kuifunga saumu hii. Famata kabla, bahati mbaya akafa Mtume sallallahu alaihi wasallama kabla ya kufika mwaka uliofuatia. Kwa hiyo na maana basi sisi tunatakiwa tuifunge kwa sababu Mtume tayari mpaka shatiania kwamba mwakani nikifika salama nitaifunga. Hiyo tayari ni sunna hiyo, na sisi tunatakiwa kuifanya sababu alituishiria hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwani yeye kama angefika mwakani na akafunga, asingebaki mtu kwamba hafungi ila mwenye dharura. Wal hikmatu, na hikma katika kufunga Tasua pamoja na Ashura, mukhalafatul yahudi, ni kuwakhalifu Mayahudi. Mayahudi wao wanafunga Ashura siku ya 10. Sasa hikma ya kwamba ya 9 nayo ifungwe ni kuwaepuka wale na kutofautiana nao. Wa min thamma, na kwa ajili hiyo, sunna liman lam yasumhu, umesuniwa kwa ambaye hakuifunga hiyo siku ya 9, umesuniwa kufanya nini? Saumul 11, kufunga siku ya 11. Kama ukufunga siku ya 9 ukafunga ile siku ya 10 tu ya Ashura, basi wasuniwa ufunge na siku ya 11. Lengo itakuwa umewaepuka na umewakhalifu Mayahudi katika hilo. Bal insamahu, ashilia mbali kuwa hakuifunga, hataki ifunga pia. Kwa ina maana basi ukifunga siku ya 9 alafu ukaja ukafunga ya 10, kumbe unasuniwa pia basi kufunga na ya 11, zikawa ni siku 3 zilizofuatana. Kwa nini? Li khabari fihi, kwa sababu ya kuja hadithi pia katika kuzungumzia jambo hilo. Iko hadithi ambayo pia inazungumza kwamba saumu ya Ashura unaweza ukaiweka katikati, ukatangulia siku ya 9 ukaja yenyewe Ashura, kisha ukaja na siku ya 11, yote kwa yote. Lakini tunafahamu kwamba tukimaliza Arafa kumbe iko siku ya Ashura hii hapa. Wa fil ummi, na katika kitabu kiitwacho al-Ummu, ni katika vitabu vikubwa vya al-Imamu Shafi'i ambavyo watu wanarejea, kama ambavyo aghlabu ya maimamu wengi wanakuwa na vitabu vyao ambavyo ndio maarufu zaidi, ndio vinatajika zaidi, ndio mambo yao mengi wameweka humo. Imam Malik ana al-Muwatta na wengineo. Kwa katika al-Ummu ya Imam Shafi, la ba'asa an yufridahu, hakuna ubaya kuipwekesha, kwa sababu hapo kinakwepwa
kwamba kuwa umefunga siku moja tu, lakini katika al-ummu anasema hakuna ubaya hata ukaifunga hiyo ya Ashura bila kufunga siku ya 9 wala siku ya 11, hakuna neno. Na huko amekwenda zaidi, hata Ijumaa 10 kuipwekesha, yasema haina neno. Na hapo sasa ni mambo ya kuipwekesha. Kama itakuwa amekwenda mpaka kuipwekesha hakuna neno, je, kama imekuja sunna tu imeafikiana na Ijumaa, ni mbabi aula. Kama kuipwekesha peke yake, al-ummu ya Imam Shafi imeeleza kwamba hakuna neno, maana kuna simbatati nyingi, lakini mwisho yote ikawa ile samari au lile pato ambalo ndio jawabu la mwisho kabisa ni kwamba hakuna neno. Ikitokea kufanya hivyo, basi hautokuwa wewe eti hukupata fadhila. Sasa tunasema ikiwa hivyo ndivyo, basi tunasema ikianguka saumu ya sunna na siku ya Ijumaa, basi hakuna tatizo kumbe kufungwa, kwa sababu kila kimoja kinajitegemea. Mimi nimeambiwa ikifika mwezi 13 na 14 na 15 ni siku nyeupe nifunge. Leo imekuja ni Ijumaa, naambiwa kwamba hakuna sunna siku ya Ijumaa. Namna gani? Mimi sifungi siku ya Ijumaa, nafunga siku ya mwezi 13, siku nyeupe. Je, nayo hakuna sunna hiyo? Leo ni mwezi 13. Sunna ya mwezi 13 ipo? Hakuna. Leo ni mwezi 14. Sunna ya mwezi 14 ipo? Hakuna. Kwa hiyo inakuwa katika mazingira kama hayo. Lakini wa amma ahadithul iktihali wal ghusl, ama hadithi za kujitia wanja na kuoga, watatayubu na kujitia manukato fi yaumi Ashura, katika siku ya Ashura. Ziko hadithi nazo zinazungumzia mambo ya kujitia wanja na kujitia manukato na kuoga kwa siku ya Ashura, hayo nayo yafanyike. Hadithi hii fa min wadhi'il kadhabin, ni katika maudhui za waongo. Kwa hiyo itakuwa hakuna ulazima wala hakuna maelekezo hayo kwamba ikifika siku ya Ashura watu wajitie wanja, wajitie manukato, wafanye kama namna fulani ya sherehe fulani. Hii haiko. Wasaumu 6, na kufunga siku 6, 6 ayyam, na kufunga siku 6 min Shawwal, katika mwezi wa Shawwal. Mfungo mosi ni katika sunna. Saumu 6 min Shawwal, kufunga siku 6 katika mwezi wa mfungo mosi ni miongoni mwa sunna. Lima fil khabari sahihi, kwa yaliyo katika hadithi sahihi, anna saumaha ma saumi Ramadhana kasiyami dahri, kwamba kuzifunga hizo siku 6 pamoja na kufunga mwezi wa Ramadhani ni kama sawa na kufunga mwaka. Saumaha ma saumi Ramadhana, kuzifunga siku 6 pamoja na kufunga Ramadhani ni sawa na kufunga mwaka, kwa sababu siku 6 na Ramadhani siku 30 ni siku 36, na moja inalipwa kwa 10. Kwa hiyo 36 times 10 is equal to 360, 360. Watisaluha biyaumi al-Eid afdal. Hapa ndo maana pia saa nyingine kidogo tunatatizana. Watisaluha biyaumi al-Eid afdalu, kuunganisha saumu ya 6 na siku ya Eid ni bora zaidi, kwamba leo ni sikukuu, kesho unaamkia saumu. Ndio ubora wa saumu ya 6 ulipo. Sasa mwingine anakuja na maelezo ya vice versa, kwamba atakana kidogo uyache kidogo sijui nini ya nini. Maelezo kama utakutana nayo hayo unatakiwa uyaache kama yalivyo. Lakini maelezo sahihi ya saumu ya 6 ni kuiunganisha. Baada ya kumaliza Eid, basi siku inayofuatia uendelee na kufunga. Sasa hapo ndio utakuja kukuta kwamba Eid imeogwa Alhamisi, wengine Ijumaa kwambia hatufungi kwa sababu hakuna saumu ya sunna siku ya Ijumaa. Kwa hiyo sunna tunaanza kesho sijui waje. Sasa ikitokea kwamba mmeoga Eid Jumatatu, Jumanne mmefunga 6, Jumatano mmefunga 6, Alhamisi mmefunga 6,
Ikifika Ijumaa wafanyaje? Maana sijaweza kufuatilia pia nikawajua watu wanafanyaje. Wanaruka. Wanakuja kufunga Jumamosi. Kwa hiyo ni fikra ambayo ukikumbana nayo unatakiwa kuikwepa na kuiacha kama ilivyo, lakini usahihi ni huu. Wattisaluha bi yaumil Eid afdalu. Kuiambatisha hiyo saumu ya 6 na siku ya Eid ni bora zaidi, ai min adami ittisali habi, ni bora kuliko kuacha kuiunganisha Ama kuhabari, je, sasa kama nimefunga kesho yake, hakuna neno. Si tunazungumzia afdhalia, tunazungumzia ubora. Lakini ukiamua mimi nakaa siku 3 baada ya Eid ndivyo nifunge, hamna neno. Ukiamua pia mimi nitaifunga reja, leo nafunga mwezi 10, nafunga mwezi 14, nafunga mwezi 23, nafunga mwezi 27 mpaka zitimie siku 6, pia hakuna neno. Lakini tufahamu kwamba ubora itakuwa tumeukosa. Na anaposema ni bora kufungwa ni mubadaratan lilibada, ni kwa ajili ya kufanya haraka, uzifanyie haraka ibada. Mubadaratan lilibada, kuzifanyia haraka ibada, iwe kama ndio ila ya ule ubora wake. Wa ayyamul bidhi, na masiku meupe. Wa ayyamul layalil bidhi, na michana ya misiku iliyokuwa meupe, na michana ya nyusiku nyeupe. Wa ayyamul layalil bidhi, na michana ya nyusiku nyeupe yatakiwa pia ifungwe. Wa hiya 13 wa taliyahu, nayo ni mwezi 13 na miezi na siku 2 zinazofuata 13 mwezi 13 wa taliyahu, na siku zake 2 zinazofuata. Li sihhati al-amri bisawmiha, kwa kule kusihi amri ya kuifunga, kwamba ipo amri kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ya watu wafunge katika siku hizo, na ni amri ambayo imekuja kwa maelezo yaliyo sahihi. Lianna sawma 3 ka sawmi shahri, kwa sababu kufunga siku 3 ni kama kufunga mwezi. Kwa hiyo ukifunga siku 3 zile za mwezi za kila mwezi, kwa mfano, maana yake unahesabika umefunga mwaka. Siku 3 za Shawwal, siku 3 za hiyo Dhulqaada, siku 3 za Dhulhijja, siku 3 za Muharram, siku 3 za Safar, siku 3 za Rabiul Awwal, siku 3 za Rabiul Thani, siku 3 za Jumada al-Awwal, siku 3 za Jumada Thani, siku 3 za Rajabu, siku 3 za Shaaban, na siku 3 za Ramadhani. Ramadhani hakuna siku 3 inaendelea na siku 30 zake. Kwa kuli hali, kwa kuyafanya hayo utaambiwa wewe ni sawa na umefunga mwaka mzima. Kwa hiyo kufunga siku 3 hizo za siku nyeupe ni miongoni mwa sunna ambazo zinakokotezwa. Mwenye nafasi yake atakiwa azifunge. Idhil hasanatu, kwa sababu jema moja, biashiri amthaliha, ni kwa 10 mfano wake. Idhil hasanatu, kwa sababu jema moja, biashiri amthaliha, kwa 10 mfano wake. Manake ulipo mara 10 yake. Fanya jambo jema moja ni kama vile umeyafanya mambo mema 10 katika upande wa malipo. Wa min thamma, na kutokana na hilo basi, tahasulu sunnati bi 3 wa ghairiha, unapatikana usunna kwa kuzifunga 3 na sio kwa 3. Lakinaha afdal, lakini hizo 3 ni bora zaidi. Wayubdalu ala al-awjahi, na hubadilishwa ufanywa badali ala al-awjahi, tuendapo na wajihi uliokuwa na nguvu zaidi. 13 Dhulhijja,
ile tarehe 13 ya Dhulhijja bisadisa asharihi, kwa mwezi 16 wake. Siku ya 13 ya Dhulhijja inafanywa badali kwa siku ya 16 yake. Si mwezi 13 Dhulhijja watu hawaruhusiwi kufunga, kwa sababu ni katika siku za nini? Ayamu tashriqi, ni katika siku za ayamu tashriqi. Ikiwa ni katika ayamu tashriqi, manake mtu hataruhusiwa kufunga. Sasa inafanywa badali, ile inakwenda kwenye mwezi 16, ili mradi zile fadhila zisije zikawapita watu. Waqala al-Jalal al-Bulkhaini, la, hapana, bali yaskutu, itapomoka tu hiyo. Wayusanu, kwa sababu gani mpaka aseme itapomoka? Kwa sababu jina zimeitwa ni siku nyeupe. Nyeupe ushaikosa, ukija ukifunga mwezi 16 inakuwa ni nini? Kwa hiyo ala kulli hali ikawa kumekuwa na kauli mbili. Lakini kwa sababu ni katika upande wa kufanya, basi wa kumtazama zaidi ni huyu wa kwanza, ambayo ni auja, ndio njia iliyokuwa na nguvu zaidi na ndio iliyotangulizwa kuletwa. Ukiweza wewe funga mwezi 16, kwa maana ya kwamba mwezi 10 ndio siku ya Idi, sio? Mwezi 11 ndio siku ya tashriki ya kwanza, mwezi 12 ndio siku ya pili ya tashriki, na mwezi 13 ndio siku ya tatu ya tashriki. Kwa hiyo ikifika mwezi 13 ambao ulitakiwa wewe ufunge siku nyeupe, huwezi kufunga sababu ni siku ya tashriki. Sasa waanza mwezi 14 na 15, na kila mwezi una siku 3, ndio waambiwa ufunge na 16 yake pia. Azange anasema hapana, itakuwa ushaenda giza sasa. Lakini al-aujahi ni hiyo kwamba tufunge pia hiyo 16 ili tupate siku zetu 3 kamili. Alafu asema wayusannu, katika hizo saumu za sunna, saumu ayami sudi, kuna suniwa kufunga siku nyeusi. Wayusannu, na kuna suniwa saumu ayami sudi, kufunga siku nyeusi. Wa hiya thaminu wal 20 wataliyahu, nazo ni tarehe 28 na siku 2 zinazofuatia. Nazo ni tarehe 28 na siku 2 zinazofuatia. Kwa nini amesema hivyo? Anaogopa kusema ni siku 28 na 29 na 30, kwa sababu miezi mingine haifiki tarehe 30. Kwa hiyo ndio maana akakwambia ni siku 28 na siku 2. Kwa hiyo aidha 28 29 30 au 28 29 moja, sababu hata mwezi mosi ambao mwezi umeandama bado ni katika siku za giza. Basi inshallah tuishie hapa. Tumeziona zile siku ambazo tunasuniwa kufunga, na kwa daraja pia tumeanzia kwenye Arafa tukaja, basi kwa mtiririko kama huo nasi tukupie kuweza kuzipata fadhila hizi. Wallahu wa rasuluhu a'lam.